Watoto hawa kama tungesema jamii kila familia ichukue mtoto mmoja, kusije kuwepo na vituo hivi. Lakini vituo vina makusudi kwamba mtoto huyu ukimchukua kumleta nyumbani kwako, una watoto wako wengine, utampa malezi yale ambayo yanastahili. Na vitabu vinasema akiwemo mtoto ndani ya nyumba hii, ndani ya nyumba yako, mtoto mdogo, mtoto yatima, yeye ndio anastahili kupata haki kabla ya watoto wako. Sasa nani ana moyo kama huo? Sasa serikali kaona ni bora iweke katika mazingira ambayo watakuwa katika mazingira ambayo ya upamoja, watakuwa katika mazingira ambayo sio unyanyasaji. Watoto hawa kulelewa mule sio kwamba wamepungukiwa chochote. Hawajapungukiwa chochote, wanastahili haki zao na wanastahili haki zao za msingi. Kwa sababu hata sisi wenyewe kuna vituo ambavyo viko Mwanza, tumelea watoto, wengine wanafanya kazi kwenye kampuni zetu. Kwa mfano mimi kwangu nafanya kazi na watoto ambao nimewalea mwenyewe kwenye vituo. HR, afisa mwajiri wa kampuni yangu, ni mtoto ambaye ametoka kwenye kituo ambacho tunakihudumia. Watu wa procurement ni vituo ambavyo tumevihudumia. Kwa hiyo hawa watoto sio kwamba hawana uwezo wanao. Na mazingira haya wanayopita sio kwamba pengine wawe wanyonge, hapana. Mazingira wanayopita, watoto mazingira mnayopita ni namna Mungu ndio njia aliyoamua awapitishe humo. Kama Mungu asingekubali, pengine hata kama ulitupwa, ndio ungemalizikia kufa kwenye majalala huko. Mungu amependa na Mungu ametaka muweze kupita katika njia hii. Kwa hiyo watoto mimi nawatia moyo sana. Wanaowalea ndio wazazi wenu. Wanaowatembelea ndio wazazi wenu. Wanaokuja kuwasalimia, kuingia katika lango lenu ndio wazazi wenu. Hakuna mtoto ambaye hana mzazi. Na ndio maana baba, unaona leo hawa watoto wachungaji, unaona watoto hawa wana furaha. Wana furaha, wamevaa vizuri, wana furaha. Manake watu wapo. Watu wapo. Na ndio maana siku zote nikija hapa huwa nasema hivi, mnaweza mkaona tumeandaa sherehe, tumeleta ng'ombe, tumeleta makuku, mkazani kwamba sisi tunawasaidia hawa watoto. Wao ndio wanatusaidia sisi. Yaani nyinyi watoto ndio mnatusaidia sisi. Wamesema ukiwaona hawa watoto umemwona Mungu. Sasa sisi ndio tunamsaidia Mungu. Mungu sisi ndio tumsaidie. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Sasa wazazi tuliomo ndani, basi tukitoka hapa kila mmoja apeleke taarifa hizi. Hakuna jambo gumu baba katika dunia hii. Na ndio maana nasema sijui siri ya Mungu aliweka nini. Kutoa sadaka ni kazi ngumu sana. Nyinyi watumishi najua mnafahamu. Nikizungumza sadaka najua mnafahamu. Sadaka baba, watu wanatoa shilingi 100, 500, 1000, na mtu hata kama shilingi 10,000 anaichange njiani ndio kuleta sadaka kanisani. Sadaka ni jambo gumu sana. Linahitaji neema. Na bila ibada na bila kusali huwezi kujua umuhimu wa sadaka. Mimi nazungumza hapa mbele, nafahamu umuhimu wa sadaka. Nafahamu umuhimu wa kumtolea Mungu. Na nataka niwaambie katika familia moja moja, bila kumtolea Mungu hakuna mnachofanya. Na mimi naweza baba nikajidai, wachungaji najidai kabisa mimi mbele za watu, mimi kimenifikisha hapa ni sadaka. Kwa hii siku ya leo tunamshukuru sana Mungu kwanza kutufikisha kwa hii siku ya leo tukiwa salama. Na pia tunamshukuru Mungu kwa ajili ya baba yetu mpendwa ambaye amekuwa akitusaidia kwa misaada mbalimbali kama chakula na malazi pamoja na vitu vingine. Ambaye amekuwa ni msaada mkubwa sana na pia ni kimbio letu wakati wa shida. Pia vile vile kwa hii siku ya leo namshukuru sana, siku ya Pasaka ameona sio bema ajumuike na familia yake, lakini imempendeza kutukusanya watoto wote na tusherehekee naye pamoja. Kwa kweli ni jambo jema na Mungu ambariki, amzidishie mali anapotoa. Pia natoa wito wangu kwa jamii na watu wote wanaonizunguka wajitokeze kusaidia watoto wasiojiweza, sio walipo kwenye vituo tu, hata walipo mitaani. Usifurahie unapomwona mtoto anateseka mitaani na hiari ya kuwa na uwezo wa kumsaidia. Pia mnapotusaidia mnaweza kutupatia mioyo ya sisi ya kutufanya na sisi tujihisi kwamba kuna watu ambao wanatusaidia na kuna watu ambao wanatutazama. Hivyo inatuondolea unyonge na inatusaidia kuwa na furaha mioyoni mwetu. Changamoto tunayokutana nayo, watu wana vitu lakini hawana moyo wa kutoa. Mimi mara ya kwanza kabisa nilipokwenda kutembelea kituo cha Peace
nikamkuta Bi Halima jioni saa 12 inaelekea saa 1, ananiambia alikuwa ameenda kutafuta mboga za kuchuma ili watoto wapate chakula. Watoto wamekosa chakula. Saa hiyo nikapiga simu kwa ndugu yetu Zakaria, kasema nimefika kwenye kituo hapa, watoto hawana uhakika wa kula, na mimi nilipo sina hela, nimekuwa kama Petro na Yohana, sina fedha wala dhahabu, lakini nilichotumia ni neema. Nilipomwambia saa hiyo akanitumia fedha, nikawapa wale watoto, nikampa yule mama, akahemelea watoto. Na tangu siku hiyo ndipo tulipoweka mpango mkakati kuhakikisha hawa watoto tunapata bajeti yao kila mwezi wapate chakula. Ni mwaka wa 3 sasa, tunakwenda mwaka wa 4 tumekuwa tukifanya hivyo. Ndio maana mnaona watoto wanafurahi. Kwanza kabisa napenda kushukuru kampuni ya Royal Solution kwa kutushirikisha kuja kujumuika nasi katika sikukuu ya Pasaka. Nashukuru sana. Lakini pia namshukuru mkurugenzi wa kampuni ya Royal Solution kwa mchango alioweza kutoa kwa watoto wa New Hope Orphanage Center. Tunamshukuru sana. Kwa mchango alioweza kututolea, ni unaweza kutusogeza kwa namna nyingine, kwa namna mbalimbali ama nyingine. Lakini pia kwenye kituo chetu kuna changamoto ambazo tunakutana nazo. Baadhi changamoto hizo ni kama mavazi, chakula, kwa sababu kama mnavyojua mtoto hawezi kwenda shule akiwa hajala chakula. Lakini pia changamoto nyingine ni uniform za shule. Kumshukuru mkurugenzi wa Cape Rusheni Zakaria ambaye anayehudumia kituo hiki cha Mvuma. Kwa kweli kituo hiki hakijawahi kupungukiwa kwa ajili ya msaada wake, lakini pia tunaishukuru jamii ya Kahama kwa ujumla, wadau wote ambao wanaoguswa kwa ajili ya kusaidia watoto hawa wa kituo cha Mvuma. Changamoto ambazo zipo kwenye kituo hiki ni elimu. Kweli wanasoma, lakini kidogo ufaulu wao unakuwa ni wa chini sana. Sijaelewa ni kwa nini, lakini nilikuwa naomba wadau ambao wenye mwamko wajitokeze kwa ajili ya kuwa support kuja kufanya tuition hapo, ili na imani watoto wataweza kuelewa. Tunashukuru kwa siku ya leo kusherehekea Pasaka pamoja na kampuni ya Royal Solution, na tumepokea zawadi ambazo wametupatia, lakini kwa kuongezea tu, watu hawa wamekuwa mara kwa mara wakitupatia misaada kwa kutupa bajeti za kila mwezi. Kwa hiyo tunawashukuru na tunaombea kwa Mungu ili aweze kuongezea zaidi ya pale ambapo wamezidi kutoa. Lakini tunatoa wito na kwa wengine wote ambao wana uwezo wa kutoa, basi waweze kutoa kwa ajili ya yatima na walio katika mazingira magumu.